Kuna nini bila kuongea? Na ndio maana jana wameanza na Dari, leo hii tunafanya uzinduzi huu, tunafanya usherekeaji huu. Una lipi la kuambia Watanzania? Na washukuru sana kwa support ya miaka 25 na nawaambia kuwa tutaendeleza mapambano na tuko pamoja katika burudani. Okay, kwa miaka yako 25 kwa mtu ambaye ni binti mdogo amekuja 2020 kuja juu, una lipi la kumwambia kuhusu muziki wa Jide? Kila kitu kinawezekana endapo una nia ya kukifanya. Sawa, tumesikia kuna Silver Concert. Hii ndio Silver Concert. Uzinduzi wa albamu na muendelezo wa kuzunguka mikoani kama ambavyo tuliambiwa mwanzoni, ukoje? Albamu itatoka baada ya hii concert, na tukitoka hapa Dar es Salaam tarehe 20 tutakuwa Royal Village Dodoma, na tarehe 27 tutakuwa kwa Tunza Beach Arena Mwanza. Na tutawatangazia kama kutakuwa na mkoa mwingine tena, lakini kwa kuanzia tumeanza Dar es Salaam, tunakwenda Dodoma, alafu tutakuwa Mwanza. Kuna kipi ambacho kimejificha kwenye diary ya Jide? Kuna vitu vingi ambavyo watu hawavifahamu, lakini ni story za maisha yangu ya utoto ninapokuwa na muziki kwa ujumla. Kwa hivyo nimeona ni kitu kizuri kwa watu wapate kujua safari yangu ilikuwaje. Kuna vitu ambavyo wanakuwa wanasikia lakini hawana uhakika, au kuna vitu wanaambiwa lakini kutoka kwa mtu wa pili na watatu lakini hawajavisikia kutoka kwangu. Na story siku zote inapopitia kwa watu watatu mpaka wanne hadi kufikia inakuwa imebadilika, lakini story unapoisikia kutoka kwa mwenyewe inakuwa ndio story original. Okay, muziki wako najua ni kipaji, ni maisha yako. Una ukomo labda baada ya miaka 25 useme sasa hebu niwaachie na mabinti wengine waendelee? Kwa bahati nzuri sana muziki hauna retirement, kwa sababu sio ajira ya kusema umeajiriwa, ni umejiajiri wewe mwenyewe. Alafu ni addiction, ni hobby, ni passion. Kwa hiyo kama ni kitu ambacho unachokipenda hakuna expire date wala hakuna retirement. Watu wengi tumewaona wanaimba mpaka wengine wanaangukia jukwaani wanakufa. Kwa hiyo ni pale tu nguvu zitakapokuishia, kwa sababu hii ni talanta ambayo Mwenyezi Mungu anakuwa amekupa. Sio kitu ambacho unasema unaachia mtu. Huwezi kumwachia mtu moyo wako. Siku unapouachia ina maana ndio umekufa. Safi, hongera sana. Miaka 25 na safari ya Lady JD mpaka kufikia leo, ina mchoro gani kwa wanamuziki wanaokuja sasa hivi na watu wanaofahamu Lady JD kwa sasa kizazi hiki kingine? Nafikiri mchoro halisi ni picha kubwa ya kuwa imara na kukiamini kile unachokifanya. Na kwenye miaka 25 yako leo kuna nini bila kuongea? Na ndio maana jana wameanza na Dari, leo hii tunafanya uzinduzi huu, tunafanya usherekeaji huu. Una lipi la kuambia Watanzania? Na washukuru sana kwa support ya miaka 25 na nawaambia kuwa tutaendeleza mapambano na tuko pamoja katika burudani. Okay, kwa miaka yako 25 kwa mtu ambaye ni binti mdogo amekuja 2020 kuja juu, una lipi la kumwambia kuhusu muziki wa Jide? Kila kitu kinawezekana endapo una nia ya kukifanya. Sawa, tumesikia kuna Silver Concert. Hii ndio Silver Concert. Uzinduzi wa albamu na muendelezo wa kuzunguka mikoani kama ambavyo tuliambiwa mwanzoni, ukoje? Albamu itatoka baada ya hii concert, na tukitoka hapa Dar es Salaam tarehe 20 tutakuwa Royal Village Dodoma, na tarehe 27 tutakuwa kwa Tunza Beach Arena Mwanza. Na tutawatangazia kama kutakuwa na mkoa mwingine tena, lakini kwa kuanzia tumeanza Dar es Salaam, tunakwenda Dodoma, alafu tutakuwa Mwanza. Kuna kipi ambacho kimejificha kwenye diary ya Jide? Kuna vitu vingi ambavyo watu hawavifahamu, lakini ni story za maisha yangu ya utoto ninapokuwa na muziki kwa ujumla. Kwa hivyo nimeona ni kitu kizuri kwa watu wapate kujua safari yangu ilikuwaje. Kuna vitu ambavyo wanakuwa wanasikia lakini hawana uhakika, au kuna vitu wanaambiwa lakini kutoka kwa mtu wa pili na watatu lakini hawajavisikia kutoka kwangu. Na story siku zote inapopitia kwa watu watatu mpaka wanne hadi kufikia inakuwa imebadilika, lakini story unapoisikia kutoka kwa mwenyewe inakuwa ndio story original. Okay, muziki wako najua ni kipaji, ni maisha yako. Una ukomo labda baada ya miaka 25 useme sasa hebu niwaachie na mabinti wengine waendelee? Kwa bahati nzuri sana muziki hauna retirement, kwa sababu sio ajira ya kusema umeajiriwa, ni umejiajiri wewe mwenyewe. Alafu ni addiction, ni hobby, ni passion. Kwa hiyo kama ni kitu ambacho unachokipenda hakuna expire date wala hakuna retirement. Watu wengi tumewaona wanaimba mpaka wengine wanaangukia jukwaani wanakufa. Kwa hiyo ni pale tu nguvu zitakapokuishia, kwa sababu
sababu hii ni talanta ambayo Mwenyezi Mungu anakuwa amekupa. Sio kitu ambacho unasema unaachia mtu. Huwezi kumwachia mtu moyo wako. Siku unapouachia ina maana ndio umekufa. Safi, hongera sana. Miaka 25 na safari ya Lady JD mpaka kufikia leo, ina mchoro gani kwa wanamuziki wanaokuja sasa hivi na watu wanaofahamu Lady JD kwa sasa kizazi hiki kingine? Nafikiri mchoro halisi ni picha kubwa ya kuwa imara na kukiamini kile unachokifanya. Na kwenye miaka 25 yako leo